Sasa ni vizuri sana kukawa na upendeleo maalum wa hawa watu wenye ulemavu wakaupata, ili waweze kuaccess na kupata hizi fursa muhimu za kazi ambazo zinatangazwa na PPRA. Kwa sababu tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia. Hatutaki mlemavu awe ombaomba. Hatutaki mlemavu awe ni mtu wa kulialia. Tunataka mlemavu awe na uchumi imara. Tunataka mlemavu aweze kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais kwa kufanya kazi. Na ndio maana wameanzisha makampuni ya kwao. Na ndio maana mmewapa vifaa hivi ili waende wakavitumie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata kazi, wanafanya kazi vyema. Lakini rai yangu kwa ninyi watu wenye ulemavu, nafahamu mwenyekiti wa bodi na mtendaji mkuu wa PPRA pamoja na management zima na bodi wameelewa hitaji lenu. Na ndio maana mmekuja hapa. Mnapokwenda kupata hizi kazi, nendeni mkazifanye kwa uadilifu na uaminifu mkubwa sana. Amina. Na ikiwezekana miradi ambayo wamepewa watu wenye ulemavu ikawe ni bora kuliko wengine. Nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye ile 10%, hivi ninavyozungumza ziko bilioni 17. Katika bilioni 17 ambazo tunakwenda kuzigawa kama mikopo, 2% ni zaidi ya bilioni 3.4. Maana yake tukienda kusimamia haki, tukawatendea haki ndugu zetu hawa, na kwa mafunzo haya ambao mmewapa, wataenda kuzikopa zote na watahitaji zaidi ya hizo fedha. Naomba nikuhakikishie tuko tayari kwa ajili ya maelekezo yako kwa niaba yako ya mkuu wa mkoa. Lakini sisi kwa wakuu wa wilaya nikuhakikishie tutaenda kusimamia kwa ajili ya ndugu zetu hawa. Mheshimiwa Rais anawapenda sana. Ametutuma sisi tuwatumikie. Nikuhakikishie ndugu mgeni rasmi, tuko tayari kuwatumikia. Hiki kitendo kilichofanyika na bodi ya PPRA kwetu sisi tunaona ni nyenzo muhimu, mafunzo mazuri muhimu itakayoweza kutusaidia mahusiano yetu. Ombi langu kwake mwenyekiti wa umoja huu, twendeni tukapendane. Tuache kufitiniana sisi wenyewe. Hizo fedha ni zenu, hizo 10% ni zenu. Niseme tu machache mgeni rasmi, ni kwamba mafunzo haya kwa kundi hili la watu wasioona kwa upande wa kanda ya Pwani limetugharimu takriban shilingi milioni 52. Na hii ilikuwa katika kutoa mafunzo pamoja na kuchapisha vifaa hivi saidizi, ikiwemo vitabu vya nukta nundu ambazo ni braille, vyote ambavyo tumegawa kwa washiriki wote waliohudhuria mafunzo haya ambao walikuwa takriban 250. Na sasa leo vile tunaendeleza kwa kugawa visaidizi vingine ambavyo ni redio zenye uwezo wa kupokea memory card na flash disk, ambazo sasa hivi memory card ina mafunzo hayo ya sasa, lakini natupa nafasi pale ambapo natoa mafunzo mengine tutakuwa tunaleta mafunzo yetu na natumia redio hizi kusikiliza. Kwa ufupi ni kwamba kusema kweli tuliona mwamko ni mdogo wa makundi maalum pamoja na sheria kuweka hitaji la 30% kutengwa. Kwa hiyo tuko katika jitihada za kuhakikisha kwamba kwa kasi tunaongeza makundi haya, ili sasa tunapokwenda kwenye taasisi nunuzi zikute tayari kuna makundi ambayo yameshafundishwa vizuri, wameshaandaa na kuisha taarifa zao, na ili taasisi nunuzi ziweze sasa kuanza kutoa tenda za serikali kwa makundi, na sika mamlaka ni kusimamia kuhakikisha kwamba kweli makundi haya yanapata hizo kazi na ipelekee wao kufanya kazi hizi na kulipa kwa wakati. Haya tunayoyashuhudia leo, ugawaji wa vifaa ambavyo ni radio na memory ambazo zitakwenda kutusaidia kusikiliza mafunzo yaliyowekwa na wenzetu wa PPRA, wataalamu wao,
lakini ndani yake kuna mafunzo ya 30% ya tenda ambazo hizo zimetengwa, ni kwa mujibu wa sheria, zimetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Makundi maalum hayo tukiwemo watu wenye ulemavu, hususan wasioona. Ni wajibu wetu sasa kwenda kutekeleza yale ambayo tumepewa, tuyafanyie kazi, tuanze kunufaika. Mama anaupiga mwingi, 30% tunapata tenda. Humo kuna mihela, asikuongopee mtu. Ukirudi huku kushoto, unapiga kushoto 200 mkopo upo. Na mkuu wa wilaya akasema zipo. Nani kama Mama Samia? Mama Samia mitano tena. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.